Kwenye ulingo wa siasa ni kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekanusha madai kwamba kampeni za upinzani zinafadhiliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwingineko, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameshutumu hali ya kutovumiliana kisiasa inayoendelea kukita mizizi nchini pamoja na matumizi ya wahuni katika shughuli za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi wa upinzani mnamo Jumapili waliendeleza lawama zao kwa serikali ya Kenya Kwanza, wakilaumu kwa kushindwa kushughulikia changamoto zinazowakabili. Hutubia waumini katika kanisa la PCEA Mchungaji Samuel Marima Memorial Church lililoko Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alilaumu serikali kwa kushindwa kuwafidia Wakenya waliopoteza wapendwa wao wakati wa vita baina ya Urusi na Ukraine. Tumepata information ya kwamba serikali ya Russia inafanya compensation ya 15 million Kenya shillings kwa ile mtu yote anakufa kwa hiyo vita, na hiyo pesa inakuliwa. Gachagua aidha alitetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta dhidi ya madai ya kufadhili upinzani ili kumng'atua mamlakani Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Wewe unauliza Uhuru nini? Uhuru is not a candidate. Hutakuwa na yeye kwa debe. Ile mwanaume ako na wewe hapa kwa hapa ni huyu Rigiji. Kauli zake chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye cha lawama matukio ya ghasia ya kisiasa yanayoshuhudiwa kwenye maeneo kadhaa ya nchi, likiwemo tukio la hivi majuzi huko Homa Bay. What has happened? Kama guni zimelisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa? Hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militias. Akizungumza katika kanisa la Redeemed Gospel Church Kidhimani, kaunti ya Machakos, Kalonzo pia alionya tume ya uchaguzi na mipaka nchini kuhusiana na ripoti zinazodaiwa kwamba Smartmatic, kampuni ya kutoa huduma za teknolojia ya uchaguzi iliyokataliwa kimataifa, inaweza kurejeshwa humu nchini kuendeleza huduma zake katika uchaguzi mkuu ujao. It is good mumeadvertise, but it's also good mumetumwa, we also aware mumetumwa wengine waende kwa the procurement authority kusimamisha, because mnataka mseme wakati umeenda turudi kwa Smartmatic. Hiyo hatutakubali. Kwingineko, viongozi wa magharibi wameendeleza tuhuma zao kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimshutumu kwa kufadhili upinzani kwa lengo la kumbandua mamlakani Rais William Ruto. Wanasiasa hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka na mwenyekiti wa kamati ya wabunge wa magharibi ya nchi John Waluke walizungumza wakati wa warsha ya mashauriano ya wajumbe wa UDA iliyoandaliwa Kitale. Kini mambo ya siasa, Rais Uhuru atoke kwa hiyo siasa. Si ni kweli? Tunataka kupea William Ruto nafasi yake kama rais, tuone atafanya aje, na tayari scorecard yake inashinda ya Uhuru Kenyatta. Mimi ni mfupi lakini naona mbali. Mheshimiwa Ruto alishinda wao wakiwa na deep state, wakiwa na Raila na Amolo Odinga, ile alienda aliwashinda akiwa nje ya serikali. Sasa yako kwa serikali atashindwa. Na akizungumza huko Makueni, Magharibi Mwenge Mutuse alilaumu upinzani kwa kuegemea katika siasa za ukabila, matumizi ya maneno yenye ushawishi pamoja na ahadi hewa badala ya kuwapa Wakenya maono ya maendeleo. Na tunataka tuwaulize viongozi wote katika nchi ya Kenya, ukue katika serikali, ukue katika upinzani, wananchi hawakuli maneno, wananchi hawakuli vita, wananchi wanataka viongozi wawafanyie maendeleo. Wakati huo gavana wa kaunti ya Nyandarua Kieri Badilisha sasa nadai amekuwa akipokea vitisho baada ya kujiunga na chama cha DCP. Ni kiongozi, nimechaguliwa, nataka nafasi yangu nifanyie watu yangu kazi. Unakuta watu wengine kazi yao ni kuzunguka hapa, wamefunika uso, wanakuja na magari, hujui ni magari gani. Hatuna nafasi hiyo. Mimi bado niko na 1 year ya kufanyia watu yangu kazi. Na Baraza Kuu la Waislamu nchini limeunga mkono mazungumzo ya kitaifa ya serikali ya ruwaza ya baada ya mwaka 2030, likisema yanalipa taifa hili nafasi ya kuibuka na ajenda ya maendeleo ya muda mrefu ambayo yanapita maslahi ya kisasa ya muda mfupi. We urge our leaders to forge together in unity and resist
the temptations to politicize this process. The Beyond 2030 initiative must not be treated as a political playground or a tool for electoral competition. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.